Mtazamaji wa Odds Online TV, nikukaribisha mtazamaji wangu wa channel ya Odds Online TV. Kwa majina naitwa Otilinda Moses. Leo tutazungumzia kitu ambacho tutapata muda wetu kutuelezea kuhusiana na usafiri ambao wa jiji la Dar es Salaam yeye akitumia kwenda sehemu tofauti tofauti. Kwa upande wake anakutana na changamoto zipi, au yeye anaona kitu gani kirekebishwe au kiwekwe sawa kupitia usafiri katika hizo changamoto. Kwa majina anaitwa nani dada? Kwa jina naitwa Paulina. Ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa Segerea. Ndio. Hapa jijini Dar es Salaam. Kwa ningependa kukuuliza au kuhoji wewe kama mkazi na mdau ambaye unatumia usafiri wa jiji la Dar es Salaam. Kwa upande wako usafiri wa jiji la Dar es Salaam unauelezeaje? Usafiri wa jiji la Dar es Salaam ndio unakuwa na changamoto kubwa kutokana na kwamba muda mwingine unaweza ukaingia kwenye foleni. Ile inatokana na sababu mbalimbali, kwa sababu unaweza kufika sehemu ya roundabout. Kama ni sehemu ya roundabout, unakuta magari yanatoka sehemu mbalimbali yanakutanika katika ile sehemu. Kwa kama wale watu ambao wanatokea kule Segerea wakifika pale, kwa mfano Baresa, kwa sababu mimi naelezea maeneo ambayo ninayafahamu. Wakifika pale Baresa, yani unakuta kuna foleni kwa kama unawahi kazini, inakuwa changamoto, inakupelekea wewe unachelewa kazini. Changamoto yani, kwa mfano nikiwa naelekea kazini, mimi ni mfanya biashara. Kwa nakuta wateja maybe washaondoka katika eneo langu la kazi, kwa napoteza, na ndio unapoteza muda, napoteza na fedha, kwa sababu wateja walikuja kazi kwangu hawakunikuta kwa sababu ya hizo foleni. Kwa upande wako hiyo changamoto ni kubwa sana, unakosa wateja katika biashara yako vile muda ambao umekaa njiani unasubiria foleni. Pia unashauri nini ambao watu ambao wanasimamia hili swala la barabara? Kwa unaona ni waboreshe nini au kwa kitu gani ili changamoto hii iweze kupungua? Kwa kusema kwamba maboresho, labda waongeze mabarabara ya level ya juu, ili magari mengine yale yanapita juu, mengine yanapita chini, kidogo hapo watakuwa wanapunguza. Lakini serikali pia imejitahidi kwa kiasi chake, imeweza kuongeza yale mabarabara ya juu. Kwa baadhi ya maeneo hatujafikiwa, kama maeneo ya huko kwetu hatujafikiwa. Kwa ni swala ambalo liko kwenye mchakato. Serikali tunaomba tu iangazie zaidi ili na sisi tuweze kupata wafadhili katika usafiri. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo unakutana nayo. Ila sasa kwa wengine wanakuta wewe hiyo peke yako ambao unatumia usafiri wa daladala, na kuna wale ambao wanatumia ule usafiri kama pikipiki, bajaji, na wale ambao wana magari yao private. Wewe kwa upande wako una changamoto hiyo, unaona kama ni foleni. Pia wewe kama nao pia wanalalamika hivyo kuhusiana na ile jambo. Wana magari yao lakini pia wanapata foleni ile kama yaani changamoto kubwa ni kwamba ni barabara. Yaani ndio ya barabara ndio changamoto. So kwamba eti usafiri wa barabara tu. Yaani hapo tubagui usafiri wa bajaji, pikipiki au private magari au magari kwa ujumla. Yaani sasa hapa ni ujumla, ni magari kwa ujumla. Ila tatizo ni barabara. Maana barabara ndio kitu ambacho kinatuongoza kufika sehemu ambayo tunahitaji sisi. Kwa hiyo sio sababu ya kusema kwamba mtu na gari langu binafsi, ina maana kwamba sitokaa kwenye foleni. Foleni itakuwa pale pale. Haya ilikuwa ni maoni ya dada hapa ambaye ni mdau ambaye anatumia usafiri wa daladala. Ameshauri kwa upande wake changamoto ambayo anakutana nayo imefanya mpaka atoe ushauri kwamba barabara ziongezwe za juu ili kupunguza foleni. Yeye anachelewa kazini, na wengine ambao wanatumia usafiri wao binafsi pia huwa wanachelewa kazini. Usiache kufuatilia Odds Online TV, langu jina Otilinda Moses.